الحمد لله نحمده وهو المستحق للحمد والثناء، نستعين به في السراء والضراء، ونستغفره ونستهديه لما يقربنا إليه ونؤمن به، ونتوكل عليه في جميع حالاتنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الإنس والجنة، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق تفضلا منه ومنا. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل مبعوث رحمة للعالمين وأول مشفع في يوم العرض والحساب، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. Ndugu zangu Waislamu, na wahusieni nyinyi pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha, kushikamana na kumtii Alhaqu subhanahu wa ta'ala. Ndugu Muislamu, ikiwa tuko bado ndani ya miezi mitukufu na tukiwa tunaendea mwisho kumaliza mwaka, ili baada ya wiki mbili zijazo tuingie katika mwaka mpya wa Kiislamu. Kwa hivyo ni juu ya Muislamu kujifanyia tathmini alikotoka na anakoendea, aongeze kipi na abadilishe kipi. Kwa hivyo kwa kifupi, tuko ndani ya mwezi mtukufu, moja ya miezi mitukufu. Ndugu Muislamu, Muislamu ili maisha au dunia iende, yatakiwa katika moja ya kanuni zake, yatakiwa amani au utulivu. Vivyo hivyo dunia au maisha yana kinyume chake, nayo ni kinyume cha amani au kutokuwa na utulivu. Kwa hivyo basi, kutapatikana kinyume chake, kutokuwepo amani au utulivu, haya yanaweza kukazalikana migogoro, kutokuelewana, kuudhiana, kufitiniana, kero, magomvi, mizozo na kadhalika. Hatima yake yakazalisha haya, yakazalisha chuki, yakazalisha hasadi, yakaleta mifundo. Vile vile hatima yake haya yakaleta magomvi yasiyokwisha, kutoaminiana, na mwisho wake yakaleta uadui mkubwa katika hiyo dunia au katika hayo maisha. Haya yanapatikana katika nchi na nchi, jamii na jamii, au kikundi na kikundi, au fulani na fulani, au mtu na mtu, au kiongozi kwa kiongozi, au hata mtu na mwenza wake, kwa maana mtu na mke wake. Si hivyo tu, bali hata ndugu na ndugu kabisa, haya yanaweza yakatokea yakaleta migogoro. Na haya yapo tunayoshuhudia, kwa sababu haya hayasababishwi au hayaletwi ila na sisi wenyewe wanadunia, tukimaanisha sisi. Na huwa ikafikia kiwango kikubwa mpaka wale wahusika wakakataa, wanapotaka kurekebishwa, wakakataa rai au nasaha au ushauri wa wenzao kwa kutakiwa wafanye suluhu, au kwa lugha maarufu sasa maridhiano. Sasa ili kurudisha, wafanye hivyo ili kurudisha hali ya hewa au mazingira salama. Sasa haya yote msingi wake ni ghadhabu, kuchukia, lakini pacha wa ghadhabu mwenzake ni uvumilivu. Lakini ghadhabu haiepukiki kwa sababu ni maumbile. Ghadhabu, kuchukia, hasira, kucheka, haya ni maumbile, hayaepukiki. Lazima mtu aghadhibike, lazima mtu achukie. Ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba yake mmoja alipokwenda kumtaka abusie, Mtume akamwambia la taghadhab, usichukie. Kwa maana ya kwamba sio usichukie kwamba usiwe na chuki. Ghadhabu ipo, kuchukia kupo, kwa sababu ni maumbile.
lakini ulama wamefasiri kwamba ukishachukia lazima uchukie, lakini swala limekuja wala taghdhab, usichukie. Kwa hivyo usichukie hapa ni kwamba ni baada ya kuchukia unachukua uamuzi gani, ndio ulama wametafsiri namna hiyo. Lakini ghadhabu kama maumbile, lazima mtu achukie. Kucheka ni maumbile, lazima acheke. Kufurahi ni maumbile, lazima mtu afurahi. Lakini la taghdhabu ina maana baada ya kuchukia unachukua uamuzi gani, ni pale ndio panapozungumzwa sasa. Kwa hivyo tumesema mwenzake wa ghadhabu pacha wake ni uvumilivu, alhilmu, kuvumilia. Hiyo ni masdari yake alhilmu, lakini unataka mtu awe mvumilivu, alhalimu, awe mvumilivu, awe na kifua kipana, awe na uwezo wa kubeba mambo, asiwe ni mwenye kukurupuka, ndo alhalimu. Kwa hivyo haya tunayaona yanatokea, lakini tutajikita zaidi kwa mtu na mtu. Tuache mambo ya nchi, mambo ya vikundi, mambo ya jamii. Tutajikita zaidi kwa mtu na mtu, mimi na wewe. Kwa hivyo mmoja anaweza akachukia akaleta ghadhabu, migogoro, fitina, mpaka na chuki, gazana, uadui mkubwa. Lakini tumesema kinyume chake ni uvumilivu, kuwa na kifua kipana, kuweza kubeba mambo, kuto kukurupuka, ili maisha yaende. Sasa basi, ndugu yangu Muislamu, baada ya kusema hayo, kwa hiyo hali ikiwa hivi, lazima kutakuwa kuna mifarakano, kutakuwa kuna migogoro, kutakuwa kuna kuto kuaminiana baadhi ya mtu na mtu, au fulani na fulani, hali hii ikawakumba na kutokea mahala au wakati ikawa mbaya zaidi, mpaka watu wakafika kiasi cha kupitana au kuto kukutana kwa ajili ya ghadhabu iliyozalishwa na migogoro hiyo. Ndugu Muislamu, baada ya kuwa hali ni hii, Mwenyezi Mungu aliona hali hii, lakini Mwenyezi Mungu yeye ndio wa kwanza kabisa kwa sababu ndio aliyotuumba, ndio wa kwanza kutupa dawa. Yeye ndio wa kwanza kutuelekeza na kutupa utatuaji wa tatizo hili. Ndugu Muislamu, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake baada ya audhu billahi minash shaitani rajim, khudhil afwa wa amuru bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ewe mtume wangu, toa msamaha kwa atakaye kuudhi, atakaye kuvuruga, atakaye kuletea jambo lolote baya likakupelekea kupata ghadhabu. Kwa hivyo sasa hapa tunaona kinyume cha ghadhabu, pacha wake alhilmu, uvumilivu. Mwenyezi Mungu anamwambia khudhil afwa, toa msamaha, wa amuru bil urf, lakini si hivyo tu, baada ya kutoa msamaha uamrishe mema. Lakini pamoja na kuamrisha mema, mwisho sasa wa a'ridhu anil jahilin, wapuuze watu majahili. Kwa hivyo ndugu yangu, hapa panataka, ndio kama tulivyosema, panataka alhilm, uvumilivu, kifua kipana, kwa sababu maudhi yapo, kukerwa kupo, kero zingine ambazo mtu anashindwa kabisa kuvumilia, lakini bado Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake khudhil afwa wa amuru bil urfi wa a'ridhu anil jahilin. Kwa hivyo sana kule hapa tunafundishwa kusamehe na kupuuza. Kwa hivyo pana malipo makubwa sana katika kusamehe na kupuuza. Hii ni upande wa Mwenyezi Mungu, anamwagiza na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndo kiongozi wa umma na ndo amekabidhiwa majukumu ya kuongoza umma huu. Kwa hivyo kwanza kabisa ameanza na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Muislamu, Nabii Muhammad naye hakubaki nyuma. Kwa hivyo naye alitoa maelezo kuhusu hali hii, lakini si Nabii Muhammad, maswahaba nao walitoa maelezo, na watu wenye busara vile vile, watu mafaswaha nao walitolea maelezo jambo hili la ghadhab, ambalo kinyume chake mbadala wake ni uvumilivu. Kwa hivyo tunapokelewa hadithi na Muhammad ibn Harith al-Hilali. Huyu anatuambia kwamba anna Jibrila nazala ala nabii sallallahu alaihi wasallam faqala, Jibril alimteremkia Nabii Muhammad akiwa na wahi, akimwambia ya Muhammad, inni ataituka bimakarimil akhlaq fi dunya wal akhirah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, mimi nimekujia wewe kutoka kwa Mwenyezi Mungu
uwe na tabia njema duniani na akhera. Uwe na tabia njema duniani na akhera. Hili anazidi kupewa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Sufyan ibn Uyayna anapokea, anasema kwamba anna nabii sallallahu alaihi wasallam hina nazalat hadhihi alaya, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati aya hii inashuka, qala, alimuuliza Jibril, ya Jibril, ma hadha, ina maana gani? Umeudhiwa, umekwazwa, lakini tena utoe msamaha na uwasamehe watu majahili. Jibril akamwambia, naye akamjibu akamwambia, la adri, mimi mwenyewe sielewi, nimepewa tu ujumbe huu, hata asala alalima, mpaka na mimi nikamuulize mjuzi wa mambo yote ambaye ndio ameniagiza nikuletee ujumbe huu. Basi Jibril akaenda kwa Mwenyezi Mungu akapewa maelezo tafsiri yake. Basi thumma ada Jibril, kisha Jibril akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alipewa swali naye akasema akaniulize. Akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Muhammad, sasa nimekuja na jibu. Mwenyezi Mungu anakuagiza katika ile aya, anakuambia kwamba ya Muhammad, inna rabbaka ya'muruka, hakika Mola wako anakuamrisha, antasila man qata'aka, umuunge yule aliyokukata, wa tu'ti man haramaka, na umpe yule aliyokunyima, wa ta'fu amman zalamaka, na umsamehe yule aliyokudhulumu. Kwa hivyo hapa Nabii Muhammad akawa amepata utulivu, akawa amepata tafsiri ya kutoka kwa Mola wake, na kama ukiwa ni wahi, kwa hivyo ukawa umetulizana kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Nabii Muhammad baada ya kuwa yeye kishapewa maagizo haya, na yeye akawa sasa anawafundisha wanafunzi wake ambao ni maswahaba, kwa sababu hili agizo limetoka kwa Mola wake. Hapa tunachofundishwa ni kwamba kama nilivyosema mwanzo, kuwa na ile alhilm, uvumilivu, au mtu kuwa alhalimu, mtu anakuwa na kifua kipana, anaweza kubeba mambo, hakurupuki, pamoja na kufanyiwa maudhi na kero mbali kwa mbali, bali pia kufanyiwa uadui. Lakini mtu huyu tunasisitizwa kwamba lazima tuwe Waislamu na vifua vipana, na tuwe tuna uwezo wa kubeba mambo, tusiwe watu wenye kurupuka, kwa sababu kukurupuka au kujibu baya kwa baya ni kuleta matatizo zaidi, na Uislamu haukuja kwa jambo hilo. Kama Mtume alivyoambiwa, ameijiwa kwa ajili ya makarimil akhlaq. Kwa hivyo basi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye katika kufundisha maswahaba wake na kusisitiza sana, mpaka alifika mahala baada ya kufundisha, siku moja akawaambia maswahaba zake, akawaambia baada ya kuzungumza sana, sasa akafikia mwisho, akawaambia, ikipokewa na Hisham anil Hasan, kutoka kwa Hasan, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume alifika mpaka akafika akasema, ayajizu ahadukum an yakuna ka abi dhamma, je, hivi anashindwa mmoja wenu? Baada ya kutoa maelezo marefu akawa kama haeleweki, lakini akasema, akawaambia, hivi anashindwa mmoja wenu kuwa kama huyu abi dhamma? Haya, abi dhamma mwana nini? Mtume akawaambia, kana idha kharaja min manzilihi, abi dhamma alikuwa akitoka nyumbani kwake, qala, anamwambia Mwenyezi Mungu hivi, Allahumma inni tasaddaqtu bi'irwi ala ibadika, Mola wangu wa haki, mimi naitoa sadaka, natoa sadaka heshima yangu, cheo changu, hali yangu kwa waja wako. Toka ninapotoka nyumbani, ninapokwenda, nimeitoa sadaka heshima yangu na cheo changu. Kwa hivyo nitakayekutana yote kwa mjini, akinitukana, akinisema, akinifanyia hili na hili, akinifanyia uadui, mimi nimeshaitoa sadaka nafsi. Huyu ni katika watu ambao walimuelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu uvumilivu. Kwa hivyo na sadaka, kwa sababu sasa anasema vyovyote atakapofanyiwa ni vyovyote, yuko tayari kushatoa sadaka. Na maana ya sadaka, ndugu yangu, kushatoa sadaka, umpangii tena mtu. Mfano, umempa mtu kanzu kwa bei ya kuswalia, kwa hiyo hata akiuzia mkaa, sijui akienda kufanya nini, wewe umeshatoa sadaka, umeshamaliza. Kwa hivyo abi dhamma hapa, yeye kishatoa cheo chake na heshima yake
Kwa hiyo mfanyie vyovyote unavyotaka, lakini yeye anafuata mafundisho ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini si hivyo, tumepokewa ani nabii kutoka kwa sallallahu annahu qala, mtume anasema inna Allaha yuhibbul halima alhayya, mtume anampenda mtu mwenye kifua kipana, mtu mvumilivu, mwenye uwezo wa kubeba mambo mazito mazito. Mtume anampenda mtume anasema Mwenyezi Mungu anampenda mtu huyu. Lakini wa yubghidul fahisha albadhiya, na Mwenyezi Mungu anamchukia mtu mwenye matendo ya ovyo ovyo na mwenye maneno yasiyofaa na vitendo visivyofaa. Mwenyezi Mungu anamchukia mtu huyo. Kisha katika kusisitiza hayo wakala alayhi salatu wassalam, mtume amewahi kusema kwamba akilenga sasa viongozi, anasema man halima sada wa man tafahama izdada. Mtume anasema man halima, yote mwenye kuwa na uwezo wa kusifa ya kuvumilia, kubeba mambo, sada, huyo ameshakuwa kiongozi wenu. Mwenye uwezo wa kubeba mambo mazito mazito. Kwa hivyo uongozi kumbe sio starehe, uongozi ni kubeba mazito, kwa sababu saa zote wewe ni kuletewa mazito. Kwa hivyo man halima sada, yeyote atakayevumilia na sifa ya kuvumilia, huyo tayari ameshakuwa kiongozi. Wa man tafahama, na yeyote mwenye kutaka kujifunza zaidi akazidi kuelewa, izdada, Mwenyezi Mungu atamzidishia. Lakini wakala baadhul udaba, baadhi ya wanafasihi nao wanachangia katika jambo hili. Mmoja anasema man gharasa shajaratal hilm, yeyote mwenye kupanda mti wa uvumilivu, ijitana shajaratas silm, huyu bila shaka atavuna mti wa amani na utulivu. Lakini kwa kumalizia, ndugu yangu Muislamu, wakala albulagha, watu wa balagha, watu fasaha wanasema kwamba man dhabba anil a'raf, yeyote mwenye kutaka kutetea cheo chake au heshima yake, ma dhabba anil a'raf, hakuna cha kuitetea heshima yako au utu wako kitakachokutetea zaidi uwe nayo na iwe na uwe nayo endelee kuwa na ile sifa, isipokuwa kasafhi wal i'raf, isipokuwa ni kusamehe na kupuuzia tu. Kwa hivyo ukitaka kuendelea kuwa na heshima yako na cheo chako kidumu, basi huwe na sifa ya kusamehe na kupuuzia mambo, sio kuweka mambo kifuani, mifundo kuwekea watu ghadhabu, kukurupuka na nini. Haya Mwenyezi Mungu ameanza kukataza toka katika Qur'ani, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ametukataza katika maneno yake. Vile vile tumeona katika maswahaba na watu wema waliochangia hali hii, wametueleza maneno yao ya busara kabisa, ndugu yangu Muislamu. Kwa hivyo kubwa zaidi, kama tulivyosema, dunia ina vurugu, ina migogoro mpaka kufikia uadui, lakini mtu na mtu mpaka familia au ndugu kwa ndugu wakafikia hali hii. Lakini dawa ni nini? Mwenyezi Mungu ametuambia katika aya yake, Nabii Muhammad ametueleza katika hadithi zake, mafaswaha na watu wema waliotangulia katika maneno yao ya hikma wametueleza nao vile vile. Kwa hivyo ndugu Muislamu, huu ndio ujumbe wetu wa leo, kuwa mtu na uvumilivu baada ya kughadhibika au baada ya kuudhiwa, na ndo Uislamu unaamrisha mema siku zote. Uislamu hauamrishi mabaya. Lakini mwisho, kwa sababu haya mambo yanafanyika kidunia, ndio tunaambiwa wakala baadhi albulagha, katika watu mafaswaha. Kwa kumalizia, wanatuambia ndugu yangu, ad-dunya la tasfu li sharibi, dunia haimsifu yule mnywaji wake, yani mwenye hapa kaitwa mnywaji wa dunia kwa sababu ameipenda sana dunia. Ad-dunya la tasfu li sharibi wala tabqa li swahib, wala dunia haiwezi kubaki kwa yule mtu anayependa dunia. Wala takhlu min fitnatihi, lakini vile vile dunia hauwezi kuepuka na fitna zake. Wala tukhalli min mihnatihi, na dunia haiwezi kuiepuka na mitihani yake. Kwa hivyo fa'arif anha kabla an tu'rif, iepuke dunia, ipe nyongo kabla yenyewe haijakupa nyongo. Wastabdil, na badilika biha, katika hiyo dunia, kabla an tastabdala bika, kabla haijakubadilikia wewe kwa kuleta mtu mwingine. Kwa nini?
fa inna naimaha, kwa sababu neema za dunia yantaqilu, huwa zinahama, wa ahwaluha, na hali zake tatabadal, huwa zinabadilika, lakini waladhatuha, starehe zake tafna, huwa zinakwisha. Lakini mwisho wa masikitiko makubwa na tahadhari, watabiatiha, kinachobakia kwa mtu, watabiatiha tabqa, na madhambi ndio huwa yanabakia. Mwisho yote yanabakia madhambi. Kwa hivyo hata Nabii Isa aliwahi kusema kwamba qala Isa ibn Maryam, ad-dunya qantara, dunia ni daraja, fa'buruha, itumieni dunia hiyo au daraja hilo kwa ajili ya kuvuka, wala ta'muruha, wala msijimarishe na kujikita kabisa moja kwa moja katika hii dunia mkajiona kama hamuondoki. Kwa hivyo Nabii Isa anatuambia dunia ni daraja, tuitumie kuvuka, lakini tusilifanye daraja hilo tukajiimarisha na kubaki moja kwa moja. Ndugu yangu Muislamu, kwa maelezo haya nadhani tutakuwa tumemwelewa Mwenyezi Mungu wetu na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama kuhusu uvumilivu na kuhusu ghadhabu, mtu akikasirika na dunia jinsi inavyokwenda inataka uvumilivu na kustamiliana ili mambo yaende. Ndugu yangu Muislamu, ayuha al-ikhwatu al-muslimun, tawajjahu jami'an ila Allah biqulubikum wa tubu ila Allah jami'an, nastaghfirullah. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الخلق أجمعين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين خصيصا منه ذي العصر العريق أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى وكافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اجعل أمورنا بأيدي خيار ولا تجعل بأيدي أشرار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل يفعل السفهاء منا. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا والمطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا كافي الحاجات ويا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله،
inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkuru Allaha al-'azima al-jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi ta'ala a'azzu wa ajallu wa akbar. Wa aqimis salat qumu ila salatikum yarhamkumullah.